Usiku uliofuata, mvua ilinyesha kwa kasi ya ajabu. Radi zilitikisa anga la Kilanga kama miito ya miungu ya kale, na umeme ulipenya anga kwa mshindo mkali. Gaddafi alisimama mbele ya dirisha lake, akiwa na ule ufunguo wa kale aliopewa na yule bibi wa mti. Ufunguo huo ulikuwa ukimuwasha kiganja chake kana kwamba una roho ndani yake. Alijihisi kama kuna sauti ndogo inayomuita kutoka ghorofa ya juu, mahali ambapo hakuna mtu anayethubutu kwenda. Palikuwa ni eneo lililozuiwa, na hakuna mkazi wa Kilanga House aliyewahi kufika huko wala kueleza kilichopo juu kabisa ya jumba hilo. Aliweka ufunguo kwenye mfuko wa kaptula yake, akavuta hood ya koti lake juu ya kichwa na kutoka chumbani kwake kwa tahadhari. Korido ilikuwa kimya sana, mpaka hata mlio wa maji kutoka kwenye mabomba ya zamani ulisikika kama kelele ya sauti ya mauti. Sakafu ilikuwa na unyevunyevu, na taa za koridoni ziliwaka kwa madoido. Moja ikiwaka, nyingine ikiwaka nusu, nyingine ikiwa imekufa kabisa. Alipopanda ngazi za mbao zilizozeeka, kila hatua aliyoichukua ilisababisha mlio wa mbao kupiga kelele ya riki, ikionyesha umri wa jengo hili la ajabu. Hatimaye alifika mbele ya mlango mkubwa mweusi uliokuwa na alama za ajabu juu yake, alama za kuchorwa kwa damu au kitu kilichoonekana kuwa na uhai ndani yake. Akaweka ufunguo ule mdogo kwenye kitasa, na kabla hajazungusha, alihisi upepo wa baridi kali ukipuliza kutoka ndani ya mlango huo, kana kwamba mlango huo haukupeleka tu kwenye chumba, bali ulimwengu mwingine. Alipofungua, mlango ulitoa mlio mzito wa kutisha, na ghafla taa zote katika ghorofa hiyo zilikufa. Giza lilitawala. Ndani ya chumba hicho kulikuwa na harufu ya uozo wa kale, mchanganyiko wa moshi wa uvumba, damu iliyokauka, na mapigo ya moyo yanayosikika kutoka ndani ya sakafu. Gaddafi alitembea hatua kwa hatua ndani ya chumba hicho kikubwa, ambacho hakikuwa na dirisha hata moja. Kulikuwa na meza moja ya mbao, kiti kimoja cha pembezoni, na kioo kikubwa cha kale kilichokuwa kimefungwa kitambaa cheusi. Aliposogea karibu na kioo, aliona maandishi ya damu juu yake. Ukijitazama mara 3, utaona uso wa nafsi yako iliyo kweli. Lakini usifanye hivyo ikiwa hauko tayari. Gaddafi alikuwa na moyo wa jasiri, au pengine upumbavu wa ujasiri usiohitajika. Alifungua kitambaa na kuangalia ndani ya kioo. Mara ya kwanza, aliona sura yake kama kawaida. Mara ya pili, macho yake yalianza kubadilika, yakawa mekundu taratibu, na nywele zake zikaanza kung'aa kwa kijivu. Alipojitazama kwa mara ya 3, uso wake haukuwa wake tena. Ulikuwa ni uso wa mtu mrefu, mwenye nywele za miale ya moto, macho mekundu yanayotoa moshi, na meno yaliyogeuka kuwa kama ya simba. Alianguka nyuma kwa mshangao, akijaribu kuondoka, lakini mlango alioingia ulikuwa umefungwa tena bila yeye kuufunga. Nuru ya ajabu ya kijani ilianza kutoka chini ya meza. Alipoinama, aliona sanduku dogo, limefungwa kwa minyororo. Juu ya sanduku hilo kulikuwa na jina lake limechorwa, Gaddafi. Alishikwa na hofu kubwa. Inawezekanaje? Alijiuliza. Kwa nini sanduku hili limenitwaa jina langu? Akatikisa minyororo ile, lakini haikufunguka. Ghafula, Sophia alitokea nyuma yake. Alikuwa na mwonekano tofauti. Sura yake ilikuwa nyororo kama maziwa, lakini macho yake yalikuwa na huzuni kubwa. Alikuwa amevaa vazi jeupe linalong'aa kana kwamba halitokani na dunia hii. Usiliguse hilo sanduku, alisema kwa sauti ya upole lakini yenye mamlaka. Ukilifungua kabla ya muda, utajifunua zaidi ya unachoweza kuvumilia. Gaddafi alimkazia macho. Sophia, wewe ni nani hasa? Sophia alimtazama kwa sekunde chache, kisha akasema, mimi nilikuwa kama wewe. Nilikuja Kilanga House kama mgeni, mwenye matumaini, mwenye ndoto. Lakini nikavuka mpaka wa yale yaliyokatazwa. Kilanga House haipo tu kwa ajili ya kupanga chumba. Ni kituo cha kupitishia roho zilizo na kazi maalum. Mimi nilishindwa. Wewe bado unaweza kuchagua. Sasa nieleze ukweli wote, Gaddafi alilalamika. Ni nini hasa kinaendelea hapa? Sophia alifumba macho, kisha akaanza kueleza kwa sauti ya chini, kana kwamba alikuwa akisoma historia iliyofichwa. Kilanga House ilijengwa mwaka 1933 na mganga mmoja maarufu aliyefukuzwa kutoka kwenye ukoo wa wachawi wa Kongo Mashariki. Alikuja na kisanduku kilichoaminika kuwa na mkataba na nguvu za giza.
Alitaka pawe mahali ambapo roho zilizo na migogoro zitapita kabla ya kurudi kuzimu au kupaa mbinguni. Kila mtu anayeishi hapa, kwa namna moja au nyingine, amevutwa na hiyo nguvu, aidha kwa sababu ya damu yao, tabia zao, au matukio ya nyuma ya Gaddafi. Alihisi baridi ikipanda mgongoni mwake. Na mimi nimevutwa kwa sababu gani? Sofia alimkazia macho. Wewe una damu ya mtu aliyeshiriki katika ibada ya kale ya kutoa kafara. Babu yako aliwahi kuwa sehemu ya wazee wa mtaa waliochinja binadamu kwa imani ya utajiri. Ingawa ulizaliwa mbali na yote hayo, damu yako bado imeandikwa katika orodha ya Kilanga House. Kwa sekunde kadhaa, hapakuwa na kimya bali sauti ya mapigo ya moyo wa Gaddafi. Na sasa ninafanya nini? Sofia alichukua mkono wake, akaumiminia mafuta meupe kutoka kwenye kichupa alichokitoa mfukoni. Unahitaji kufanya mabadiliko. Utalindwa usiku huu, lakini lazima uamue kabla ya mwezi huu kuisha, kama unataka kuwa sehemu ya wale wanaopita au wale wanaobaki. Kabla Gaddafi hajajibu, taa za chumba hicho ziliwaka zenyewe na mlango kufunguka. Sofia alikuwa ametoweka. Gaddafi alijikuta amesimama nje ya mlango ule mweusi, akiwa bado na ufunguo mkononi mwake. Alijua kuwa usiku ulikuwa bado haujaisha, na safari yake ndani ya Kilanga House ilikuwa tu imeanza.